Machi 19 Jumatano. Mwaka wa 2025. Mtu anayebaki ndani ya nguvu za Bwana, maisha ya kukutana na Mungu kila siku. Yohana 15:7. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtapewa. Mungu daima alitoa neno ambalo lazima likumbukwe kwa wanafunzi katika mlima wa Mizeituni. Walioshikilia hili ni wale waliobaki. Sasa watu hawa walianza kama wasafiri. Katika njia ya masafiri daima kulikuwa na matatizo, migogoro na mizozo. 90% wanasema mambo ni magumu, huku 10% wakicheka na kuvumilia hali wanazokabiliana nazo. Miongoni mwa watu hawa, kuna wachache ambao wanavuka hali zao kwa kutoa shukrani. Ni kwa sababu wanajua jibu muhimu. Lazima ujue hili ili uende kwenye safari ambayo inafurahia nguvu ya kupita mambo yote, na wanaoenenda katika njia hii walikuwa ni wasafiri. Hii ni misheni ya pili ya zama ya siku 3 za wikendi. 1. Wale wanaobaki ndani ya nguvu za Bwana. Sio kwa kupiga mahesabu inapokuja kwako na Mungu. Ni uhusiano wako na Mungu. Ili kuanzisha uhusiano na Kristo, ni lazima uelewe kitambulisho chako na nafasi yake. Njia yako inabaki ndani ya uwezo wa Kristo aliye pamoja nawe. Maombi ni mazungumzo na Bwana. Paulo alisema tuombe katika Roho Mtakatifu kwa mfululizo. Ibada iliyo hai ni kushikilia agano na kuomba peke yako. Anwani yako ya sasa iko ndani ya Kristo. Unapojua lengo ambalo lilitolewa na Yesu, utakuja kujua mwanzo na mwisho. Kila kitu kinachukuliwa kuwa mchakato katika maisha. Kipengele muhimu zaidi ni kujua mwisho. Unapobaki ndani ya Bwana na neno likiwa ndani yako, kila kitu kitakuwa jibu lako. Ndipo utazaa matunda, utukufu wa Mungu utafunuliwa, nawe utakuwa mwanafunzi. 2. Mtindo wa maisha wa kukutana na Mungu kila siku 24-25 milele. Unaposhikilia agano na kufurahia neema kila siku, ufalme wa Mungu utasimamishwa. Mungu hutupa neema na nguvu mpya kila siku, basi hutayumba, furaha kuu itafurika moyoni mwako, na mwili wako na roho pia vitahuishwa. Hii ndiyo nguvu ambayo wasafiri wanapaswa kuwa nayo. Sasa unapaswa kufanya ratiba muhimu. Ni lazima ulipokee neno la Mungu moyoni mwako ili adui yako, Ibilisi, asipate nafasi. Ni lazima uombe maombi ya msafiri kwa moyo wa dhati. Uponyaji utatokea ukiwa na furaha, amani, na kuingia katika maombi ya kina na ya utulivu. Sasa ni lazima ufungue zama ya wikendi ya siku 3 na usimame kwenye njia ya kuokoa remnant. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba nibaki ndani ya uwezo wa Kristo aliye pamoja nami. Naomba niendelee kuomba ndani ya Roho Mtakatifu huku nikishikilia agano na kutoa dhabihu iliyo hai kwa njia ya maombi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.